yangu ni kuwasihi wananchi wa Isiolo, tukifika mwaka ijayo lazima tuweze kuangalia mambo ya maendeleo zaidi, na tusiangalie ukabila, tusiangalie kwamba wa viongozi wanatupea pesa. Pesa itaisha. Ukipewa shilingi 100 ama hata shilingi 1000 inakushibisha kwa hiyo siku, lakini je, utaweza pata maendeleo ambayo inakufaa? Utapata barabara? Hospitali itakuwa na madawa? Watoto wataweza kusoma? Maji itafika nyumbani kwako? Hayo mambo yote ni mambo muhimu sana. Yale mambo kubwa ambayo inatudhuru Isiolo ni umasikini. Kwa hivyo, kiongozi yoyote ambayo anataka kusimama kwa kiti ya siasa lazima aoneshe maono yake. Nataka tu kuwaomba pia, mwaka ijayo tunaelekea uchaguzi ya miaka 2027. Ni wakati mwingine tena, baada ya kila miaka 5 tunaweza pata nafasi ya kuchagua wa viongozi ambayo wanatufaa. Ningetaka tu kuwasihi na kuwaomba wakaaji wa Isiolo wote waweze kuhudumisha amani, kwa sababu bila amani hatuwezi pata maendeleo. Jana usiku nilikuwa natembea ndani ya mji wa Isiolo na nikaona kama watu walipungua sana kwa idadi, na nilipouliza naambiwa watu wengi wako na hofu na wameenda kwa manyumbani kwao mapema. Hiyo sio jambo ambayo ya kufurahisha. Ningetaka tu kusema ya kwamba majamii ya Isiolo wote ni mandugu, tukaeni kwa upendo na kwa amani. Hiyo tu ndio inaweza kutupeleka mbele, tuweze kupata yale maendeleo ambayo tunahitaji.